Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu Muislamu, tulikuwa tumezungumzia simu na tukasema simu, kutumia kwa simu kuna wakati inaweza kuwa hiyo simu kuitumia inakuwa ni wajibu. Kuna qaida ya usul ambayo inasema ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Yani kitu yoyote ambaye haitatimia, kitu yote ya wajibu ambaye haiwezi timia ila kupitia hiyo kitu, basi kutumia hiyo jambo au hiyo means au wasila inakuwa ni wajibu. Na sasa simu, tujiulize wakati gani wewe Muislamu simu inakuwa ni wajibu kwako kutumia. Wakati ya kwanza ni wakati ambaye inahusiana na dini yako. Na hii ni wakati ambaye unataka kuamrisha mema au unataka kufunzana khair, na umekosa njia nyingine yoyote isipokuwa njia ya kupitia simu. Mfano, unaweza kuwa umetayarishiwa dars kutoa through conference call. Inakuwa kutumia hiyo simu ni wajib ili wale ambao wanakutarajia kukusikia wakusikie na wafaidike na hiyo elimu. Au unataka kuamrisha mema na umekosa njia nyingine yote isipokuwa kutumia simu yako, basi sasa kutumia simu kuamrisha hiyo mema itakuwa wajibu kwako, kama umetimiza shurut ya kuwa jambo la kwanza, ile jambo unalolifunza unaelijua vizuri. Yani uko na elimu na yale ambaye unataka kufikisha. Isiwe unataka kufikisha jambo ila hali wewe mwenyewe haujui ile jambo unalifikisha. So inakuwa wajibu kwa yule mtu ambaye taayana alayhi, imekuwa ni wajibu kwake kwa sababu ni ahlun lihadha sha'an, ni mtu ambaye hii jambo ni jambo ambalo lamhusu yeye na ni jambo ambaye yeye mwenyewe anaweza ifafanulia watu na akawafaidisha. Sasa ikikuwa ni hivyo na imekosekana njia nyingine yoyote, kutumia simu hapo kwako wewe kama Muislamu ambaye ni ahlun lililmi, ambaye ni ahlun lilamri bilma'ruf, inakuwa ni wajibu kwako kutumia hiyo simu yako kufikisha hilo jambo, kufikisha hilo funzo na kukataza au kuamrisha mema na kukataza maovu. So simu kwa huyo mtu inakuwa ni wajibu kuitumia ili kufikisha hilo jambo. Njia ya pili ambaye simu inakuwa ni wajibu kwa mtu kutumia, na hii inakuwa ni wakati ambaye unataka kuwasiliana na wazazi. Ndugu Muislamu, siku hizi wanadamu wanasafiri, wanapata kazi pahali tofauti, unajikuta unaishi mbali na wazazi. Na kama vile tunavyojua katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshikanisha tauhidi yake na kuwafanyia wema wazazi pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tusiabudu isipokuwa yeye peke yake, wa bil walidayni ihsana, na tuwafanyie wema wazazi wetu wawili. Sasa yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu akamjalia wazazi wako wote wawili wako uhai, na kisha Mwenyezi Mungu akakupatia mtihani ikakuwa umesafiri, umetoka ile mji ambaye wazazi wanaishi kwenda kutafuta riziki na kuti yaumi yako, ikakuwa uko mbali kukutana na wazazi, kuonana nao, kuwafanyia ziara, basi inakuwa ni wajibu kwako kutafuta njia yoyote ile ya kuweza kuwasiliana na wazazi. Na fadhili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika umma huu wetu wa sahizi ni ametujalia tukapata masimu ambaye imeturahisishia njia ya kuweza kuwasiliana na tunao wapenda. Sasa wewe kuwasiliana na baba yako au kuwasiliana na mama yako au kuwasiliana na wote wawili ni wajibu. Umetafuta njia yote, umekosa, imekuwa the only means uko naye ni kuwapigia simu, then yajibu alaika ka muslim uwapigie wazazi wako simu, utumie simu kufanya nini? Hiyo ibada ya kusilatu rahim na kuwafanyia wazazi wako wema. Na hakuna wema bora
kuliko wewe kukua karibu na wazazi wako, kujua hali yao, kujua afya yao, kujua ile matatizo uko nayo. Kama unaweza watatulia, unakuwa ni mtu wa kwanza kukimbia na kujaribu kuitatua. Sasa ndugu Muislamu, simu ni ala ndogo ambaye inaweza kukaribisha kwa Mwenyezi Mungu. Vile utakavyoitumia ndio inategemea vile utakavyomkaribia Mwenyezi Mungu. Jua ya kuwa simu kuna wakati inakuwa ni wajibu kuitumia, kama vile tumesema, kama ni kuamrishana wema. Kwa mfano umeambiwa kuna mwenzako ambaye alikosea mahali fulani na fulani na fulani, na umekosa njia ya kuwasiliana naye isipokuwa ni kupitia simu, wajibu kwako kuitumia. Na ndo tulianza na kaida ya usul ambayo inasema ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Na kuamrisha wema ikikuwa ni lazima kupitia simu, basi simu inakuwa ni wajibu kwako wewe ambaye unafaa kuamrisha wema ufanye hivyo. Hivyo inakuwa wajibu kwako wewe ambaye ulikuwa unafaa kuamrisha wema pia kukataza maovu kupitia hiyo simu, kama hiyo ndio the only means uko nayo. Kwa mfano mtu ako mbali, ako mji mwingine, ako town mwingine, ako nchi nyingine, na unataka kumfikishia hiyo amri bil ma'ruf, ima umwandikie risala message au umpigie simu umwamrishe na umkataze. Au uko na dars ambaye unafunza watu ambaye wako nje na wewe ni ahlun li hadha alfan, hiyo fani ambayo unafunzana wewe ni mtu ambaye unaielewa, ni mtu ambaye kuna elimu. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomleta Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia knowledge ya kuweza kuja kutufikishia, na hiyo ni Qur'an na hikma ambaye ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufunza, akafunza masahaba wakafunza waliokuja tabi'in, na tabi'in wakafunza atba'u tabi'in. Sasa sharti ya mtu kufikisha na kufunza, awal sharti ni elimu. Bila elimu hawezi amrisha, bila elimu hawezi kataza, bila elimu hawezi funza. Na Waarabu wanasema faqidu shay la yu'ti. Ya pili, wakati simu yataayan inakuwa kwako wajib, ni wakati ambao unataka kuwasiliana na wazazi wako, ambaye ni wajibu kwako kuwafanyia wema, na wema bora ambaye unaweza wafanyia wazazi wako ni kuwajulia hali na kucommunicate na hao. So simu itakuwa wajibu hapa kwako kuwasiliana na wazazi wako na kuwajulia hali. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.